Karibu sana mtazamaji wa Kasako Media, tuzungumze masuala ya kimichezo. Ni wasaa mzuri kabisa kuzungumza masuala ya kimichezo. Leo tumemsikia rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa bana ya Wallace Karia ambaye amezungumza. Tunakumbuka lile sakata la msimu juzi ambalo lilitokea kati ya magwiji wa soka la Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga kwenye dabi yao ambayo ilipangwa kufanyika Machi 8 lakini haikufanikiwa, haikuchezwa kutokana na mambo yalikuwa mengi zaidi. Tunazungumza hivyo fungameza. Rais wa shirikisho amesema kuna kanuni ambayo itabadilishwa ambayo haitaruhusu timu mgeni kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ambao wanakwenda kutumia katika mchezo, isipokuwa kama ndio mara ya kwanza kwenda kutumia uwanja huo. Nadhani ni kutokana na uhitaji, kila kitu kinabadilika kutokana na uhitaji ambayo huko hivi sasa nazungumza. Kulikuwa na hiyo kanuni ya timu mgeni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, lakini ilikuja kuzua tafrani katika mchezo wa dabi ya Kariakoo msimu wa juzi nadhani. Ndio. Kujaribu kuangalia kikawaida na mazoea ambayo yako timu katika mchezo wa dabi ya Kariakoo tulikuwa tunashuhudia kwamba hakuna utaratibu wa mgeni kwenda kufanya mazoezi katika miaka 8 iliyopita, miaka ya nyuma kuzungumza. Kwa maana ilikuwa hakuna huo utaratibu. Sasa kanuni na sheria ilikuwepo na ilikuwa inaongoza hivi, lakini mwisho wa siku kutokana na kasumba ambayo iko kati ya Simba na Yanga, na mara zote ndio vilabu ambavyo vimekuwa na utaratibu wa kubadilisha baadhi ya sheria na kanuni, na unaona namna ambavyo tukio lilitokea na likawatia kweli mashakani shirikisho, bodi ya ligi, kwa baadhi ya watu na mitazamo yao, na kuonekana kama kuna namna ambavyo walivunja kanuni, lakini kuna namna ambavyo kanuni haikutenda haki. Sasa wameamua sasa kuintroduce hii sheria mpya kwamba hakuna haja ya timu mgeni kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi kama uwanja huo ameshawahi kucheza, iwe mara moja iwe mara mbili. Kama ulishawahi kucheza mchezo wote wa ligi, hapo hakutakuwa na hiyo fursa ya wewe kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kwa hiyo nadhani ni sehemu ya mabadiliko, na mabadiliko yanakuja mara baada ya maoni, ushauri wa watu, kipi ambacho kinapaswa kufanyika, na wao kama shirikisho wanaangalia impact asi na impact charge. Wakaona kwamba haitakuwa na madhara hata kama mgeni hatafanya mazoezi katika uwanja wa mechi, na haiwezi kuathiri chochote, na ndio maana wameona kwamba hakuna haja ya kuwepo hiyo kanuni, kwa sababu hata miongozo ya FIFA hivi sasa inaonyesha kwamba hakuna huo lazima wa timu mgeni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kwa maana yake tunazungumza hivyo, mfano timu ambazo zilikuwepo kwenye ligi msimu huu uliopita ambazo zimekutana kwenye viwanja vyao, ukiachana na hizi timu ambazo zilikuwa zimehama, ama kama timu ilikuwa inatumia kiwanja fulani na wamekutana msimu huu hapa, maana yake msimu ujao hakutakuwa na hiyo haja ya kufanya mazoezi ya mwisho kama timu mgeni. Yes, nadhani timu pekee ambazo zitapata hiyo fursa ya kufanya mazoezi huenda zitazopanda kama ambazo hazijawahi kucheza. Sababu kulikuwa na visa tofauti. Nakumbuka kulikuwa na sababu kikawaida wewe mwenyeji ndio unamwandalia mazingira rafiki mgeni. Nakumbuka pia hata katika mchezo wa Yanga dhidi ya Pamba kama sikosei, walifanya mazoezi, kasemekana sutazi lizima uwanjani na nini, visa vilikuwa vingi. Kwa hiyo wameona kwamba kuna namna ambavyo wanaweza wakabadilisha. Kwa hiyo hivi sasa watu pekee ambao huenda wakapata hiyo fursa kufanya mazoezi siku moja kabla mchezo ni zile timu ambazo zitapanda daraja, labda hazijawahi kucheza ligi. Lakini kama mtu ambaye tayari anafahamu ashaye kucheza uwanja huu, anajua mazingira yake, hakuna haja. Huenda watapata tu ile kutembelea tu, kuangalia mazingira ya uwanja yamekaa vipi basi, lakini sio kufanya mazoezi katika uwanja husika. Hiyo kanuni haipo. Kwa hiyo nadhani ni sehemu ya mabadiliko, na inaonekana kwamba kuna haja ya kufanya hivyo kwa sababu ya migogoro na migongano ya kimaslahi ambayo mara nyingi imeonekana kutokea. Yes. Pengine kwa timu nyingine inaweza kuwa kawaida, lakini kwa timu hizi ambazo tunafahamu kufanyiana umafia kabla ya mchezo, hususan hizi mechi ambazo zimekuwa zikionekana zina intensity kubwa, mechi ambazo zimekuwa na ushindani, mfano dabi ya Kariakoo, Mzizima, lakini kuna baadhi ya hizi timu moja ambazo zimejenga hivyo kwamba wakikutana na Simba ama Yanga kuna namna wamekuwa wakifanya. Tumeshuhudia hata kuna baadhi ya timu huko mikoani wanasema kuna sehemu Simba au Yanga wakiwa wanaenda kwenye uwanja, wakifika mahali inabidi washuke, wapande gari ama wapande usafiri mwingine na sio kutumia ule. Ipo hivyo, lakini mimi nadhani wameona kuna kitu ambacho kimepelea. Kwa sababu lengo la hii sheria ama kanuni hii
walioitunga nyuma ilikuwa ni kutoa fursa kwa timu ngeni kutambua mazingira ya uwanja. Lakini sasa unakuta timu labda leo hii Simba anatumia uwanja huu wa Benjamin Mkapa michuano ya kimataifa, Yanga anatumia uwanja huu michuano ya kimataifa. Kwa maana ile advantage ya Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja katika mchezo akiwa mgeni haina umuhimu, kwa sababu yeye uwanja anaofahamu vizuri. Kwa hiyo wameona kabisa kwamba kuna baadhi kama sheria inakosa kutenda kile ambacho kilitegemewa kutendeka. Hii inaweza ikawa na nguvu sheria hii kwa timu ngeni kutoka nje ya Tanzania. Leo hii labda timu inatoka South Africa, inatoka Kenya na kuja wapi kuja kucheza Tanzania hapa, na timu kutoka Tanzania unaweza ukatoa hiyo advantage kwa sababu hawajui mazingira ya uwanja Benjamin Mkapa upoje, pichi zake zikoje, za aina gani. Kwa hiyo unawapa fursa ya kuja kuangalia, je, ni nyasi asili, nyasi bandia, uwanja una mazingira gani, atmosphere uwanja, kama wataja watu. Yaani unawapa ile picha ya uwanja jinsi ilivyo. Lakini kwa timu za hapa nadhani hakukuwa na hiyo haja ya. Watu wanaweza akawa nasema kama kanuni inaweza kusema hivyo, pengine na timu ambazo zitakuwa zinashiriki mashindano ya kimataifa kama msimu ujao kutakuwa na Singida, Azam pamoja na Yanga na Simba kwenye hiyo michuano, kwao hii itakuwa haiwahusu kwenye mashindano ya kimataifa nafikiri. Hii kimataifa haiwahusu. Hii ni tunazungumza kuhusu ligi. Hii ni ligi tu hapa, swala ama mashindano yanayohusiana na TFF. Ligi hapa na mashindano mengine ya TFF. FA kwa maana sisi michuano ya ndani hapa. Lakini kimataifa kanuni itaendelea kusimamiwa, yeye mgeni akihitaji fursa kufanya mazoezi ataendelea kufanya kama kawaida, lakini kwa ndani hapa hiyo fursa haiko. Yasa. Sawa, shukrani Fungamesa. Asante sana.